Tunapozungumza maombi, ni mojawapo ya kanuni ambayo Mungu ameitengeneza ya kumfanya mwanadamu ahusiane naye. Ziko kanuni nyingi ambazo zinafanya watu wahusiane na Mungu, lakini mojawapo ya kanuni ni kanuni ya nini? Ya maombi. Kwa Mungu hajatengeneza maombi kama silaha tu ya kusolve matatizo. Ni kweli kwa njia ya maombi tunaweza kusolve matatizo, lakini lengo la kwanza la Mungu anataka tuhusiane naye kwa njia ya nini? Ya maombi. Bwana asifiwe. Si umeelewa mtumishi wa Mungu? Kwa nini? Kwa sababu ukichukua maombi kama silaha pekee, wakati usipokuwa na matatizo hautaona haja ya kuomba, kwa sababu mambo yako nini? Sawa. Na Mtume Paulo anasema kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, anasema hivi, sura 5 mstari 17, anasema ombeni bila kukoma. Hajasema muombe bila kikoma mkiwa mmetingwa, mmebanwa, mna matatizo, mnaumwa. No, amesema ombeni bila kukoma. Manake maombi ni mtindo wa maisha. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni mtindo wa nini? Wa maisha. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Kanuni ya maombi ni kanuni ambayo Mungu ameitengeneza ya kumfanya mwanadamu aliyemuumba kwa sura na mfano wake aanze kuhusiana naye. Kabla ya Adamu kuanguka hakukuwa na maombi, watu wa Mungu. Mungu alikuwa ndani ya Adamu, Adamu alikuwa ndani ya Mungu. Ilikuwa ni fellowship ya moja kwa moja, automatic. Network ilikuwa inakamata kati ya Adamu na nani? Na Mungu. Baada ya anguko tu Mungu akatengeneza namna nyingine. Huyu mwanadamu aliyemuumba sitaki aendelee kupotea, kuna namna nataka niendelee kuhusiana naye. Na namna moja hapo ambapo Mungu ametengeneza ni kwa njia ya nini? Ya maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini Mungu ametengeneza maombi? Kwa sababu katika ushirika wetu au katika maisha ya Kristo, ushirika na Mungu ni jambo la kwanza. Yaani wewe kukaa pamoja na Mungu ni jambo la kwanza. Nilisema wiki iliyopita hapa, matokeo yanayosababishwa na ushirika huwa ni matokeo ya kudumu. Si umenielewa? Ukitaka mtu akusaidie kwa haraka, wataalamu wanakubaliana kwamba lazima utengeneze ushirika. Uongo ukweli jamani? Ukitaka ufanye kazi na watu, mfanye partnership kwenye eneo lote la maisha, lazima utengeneze ushirika kwanza kabla ya kuanza kuomba. Haleluya. Kwa nini? Unavyotengeneza ushirika inakupa nafasi ya kumjua mtu unayeshirikiana naye. Unajua uwezo wake, unajua nafasi yake kukusaidia katika jambo hilo. Kuna watu unaweza kuwatazama kwa macho ya nyama ukaona hawana uwezo wa kusaidia, ni kwa sababu hujawa na ushirika nao. Kuna watu unaweza kufikiri wanaweza kukusaidia lakini hawawezi kwa sababu bado hujawa na ushirika nao. Kuna mtu kimsogelee unajua ukweli ndio anaweza kukusaidia. Kinachokufanya ujue ni kwa sababu na ushirika naye wa nini? Wa karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Mungu anajua kwamba, na uhakika ni kwamba Mungu anaweza kutusaidia, lakini kabla ya kutupa msaada anataka tushirikiane naye kwanza kwa karibu. Na namna mojawapo ya kushirikiana kwa karibu ni kwa njia nini? Ya maombi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaanza kufanya mambo kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana maandiko yanasema hivi, sisi sote tumebarikiwa kwa baraka za rohoni na za mwilini katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo wewe hakuna laana yote kwenye maisha yako. Unazo baraka, ila bahati nzuri sasa hizo baraka zipo kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna namna unaweza kuzishika hivi kama haujazitoa kwenye ulimwengu wa roho. Si kama unaelewa mtumishi wa Mungu? Kwa mfano, mtu ukiwa unaumwa, kinachotokea ni kwamba sio kwamba wewe unaumwa, ni kwa sababu hujajua Yesu alichofanya. Kwa mujibu wa kitabu cha Isaya, maandiko yanasema kwa kupigwa kwake tumepona. Alafu kitabu cha Petro wa kwanza anazungumza, anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Isaya alizungumza jambo ambalo halijatokea kana kwamba limefanya nini? Limetokea. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho mimi na wewe hatuna ugonjwa, ila kwenye ulimwengu wa mwili unaonekana upo. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba kutoa ule uzima ule kwenye ulimwengu wa roho kuleta ulimwengu wa mwili. Tunapoombea mgonjwa kwa jina la Yesu, sio kwamba wakati huo ndo tunamponya. Uzima upo tayari, tunaudownload tu, tunauleta kwenye mwili wake. Si kama umenielewa mtumishi wa Bwana? Umeelewa mtumishi wa Bwana? Kwa kuna namna lazima utumie mojawapo ya kanuni ambayo Mungu ameitumia, ameiweka kupeleka kwenye ulimwengu wa roho, na hiyo kanuni inaitwa maombi. Haleluya. Haleluya. Inaitwa nini? Kwa hizi siku 21 ambazo tunazo, lazima umejipanga na kujizatiti. Inawezekana mwenyewe huwezi kufunga 21, lakini Mungu amekupa neema. Tunaomba wote sasa, tunatiana moyo wote sasa, tunakuwa wote hapa sasa. Maana huu ni wakati wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho, kuyafanya mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo, kuanza kuyazungumzisha mambo yasiyokuwepo
kana kwamba yapo, ili yatokee kwenye ulimwengu wa macho ya damu na nyama.